Habari, Linet. Mimi ni Juliet. Mimi ni mtaalamu wa tiba ya mwili na ninafanya kazi katika jamii na watu ambao wamepata kiharusi na majeraha mengine. Na pia ninafanya kazi katika utafiti hapa katika chuo kikuu cha AIT. Tutazungumza na kujaribu tiba ambayo watu wengine hutumia baada ya kiharusi ili kujaribu kufanya mkono wao ufanye kazi vizuri zaidi. Sasa, njia tunayojua kwamba inafanya kazi kweli kutoka kwa utafiti ni kwa ushirikiano karibu wa mtaalamu wa tiba. Tiba ya kizuizi ambayo ndio tutakayoiangalia leo, kawaida ni kwa wiki 2. Unakuwa na mtaalamu anayekusaidia moja kwa moja kwa saa 6 za kila siku ya kazi. Sawa. Na pamoja na hilo, tunajaribu kukuzuia kutumia mkono wako wa kushoto ambao haujaathirika sana kwa 90% ya muda wa kuamka. Kwa hivyo ni kazi nzito sana. Ndio. Sawa. Kwa hivyo hiyo ndio njia tunaijua kwamba inafanya kazi kusaidia watu kutumia mkono wao ulioathirika na kiharusi vizuri zaidi. Sawa. Lakini tutajaribu baadhi ya mambo ambayo watu wanaweza kutaka kujaribu nyumbani, kwa sababu wazo ni kwamba kadri unavyofanya mazoezi na mkono wako ulioathirika na kiharusi, ndivyo ubongo wako unavyojifunza jinsi ya kutumia zaidi kama ulivyofanya kabla ya kiharusi. Sawa. Kwa hivyo tutakachofanya ni kutumia mfuko huu kufunika mkono wako wa kushoto, na tutafanya mazoezi ya baadhi ya mambo ili kukusaidia kutumia mkono wako wa kulia. Sawa. Nyo. Sasa katika kliniki ninapokuwa na mtu na tunafanya kitu kama hichi, tunaweza kutumia tepu kwenye mkono wao. Ikiwa uko nyumbani, unaweza kutumia glavu ya oveni yako. Kitu chochote kitakachokuzuia kutumia mkono huo wa kushoto na kukusaidia sana kuzingatia kutumia mkono wako wa kulia. Vizuri, sawa. Sasa nataka tu kuona ni kiasi gani cha harakati tunacho katika mkono wako wa kulia. Unaweza kufungua mkono wako kuelekea kwangu. Kwa hivyo jaribu kurudisha kifundo cha mkono nyuma. Vizuri. Na tena. Najaribu kunyoosha vidole hivyo. Napumzika. Sawa. Kwa hivyo tiba hii ni kwa watu ambao wana harakati za mkono, kwa sababu tunataka kujaribu kufanya mazoezi kwenye mambo ya kila siku. Sawa. Jambo la kwanza tutakalojaribu ni kuhamisha vitu vidogo. Kwa hivyo Linet, nitakusaidia na mkono wako, lakini kwa mkono wako wa kulia tu nataka uinue kizuizi kimoja kwa wakati mmoja. Sawa. Na kukihamisha upande mwingine wa sanduku. Sawa. Na pia jaribu kupata vitu ambavyo ungekuwa unafanya nyumbani, kama kuvuta tishu kutoka kwenye sanduku la tishu. Tujaribu hilo sasa. Nitachukua. Mkono wako. Sawa, vizuri. Na tunataka kufanya mazoezi hayo angalau mara moja zaidi. Niwarudishie. Asante.
Sawa sawa. Kwa hivyo tena, kwa ubongo, Sawa. unahitaji kufanya hivyo mara nyingi sana. Fanya 2. Sawa. Sawa. Njia nyingine nzuri sana kwa ubongo kujifunza tena mambo ni kwa mikono yote ufanye kazi pamoja. Kwa hivyo nataka uweke mikono yote kwenye kitambaa hiki vizuri, na jaribu kutumia mkono wako wa kulia sawa na wa kushoto. Utasukuma kitambaa nje kama vile unavyosafisha meza vizuri. Kwa hivyo ikiwa unafanya mazoezi nyumbani, ni vizuri sana kufanya mambo kwa mikono miwili, lakini unajaribu sana ufanye mkono wako wa kulia ufanye kazi kwa bidii sana. Sawa. Na jambo la mwisho, kwa mkono wako wa kulia tu, naweza kufanya ukunje kitambaa kwa ajili yangu. Kazi nzuri, na tena tutakuwa tukifanya mazoezi hayo mara nyingi wakati wa kufanya tiba hii na wewe. Asante sana Lynette.